Hayo yamesemwa na meneja rasilimali watu wa NMB Foundation Wilfred Ngajiro huko Kididimu, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani, wakati wa kufunga mafunzo ya wiki 2 ya kupika na kubangua korosho kwa wanawake na vijana 54 wa wilaya za mkoa wa Pwani. Amesema NMB Foundation imekwishawezesha vikundi vya kubangua korosho 200 nchini, ikiwa ni mkakati wa kushirikiana na Rabo Foundation ya nchini Uholanzi. Sisi NMB Foundation tukishirikiana na Rabo Foundation tutatoa mashine 15 kwa ajili ya vikundi vya ubangaji wa korosho. Mashine hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ikikupendeza tutazikabidhi kwenye ofisi ya wilaya. Mwakilishi wa bodi ya korosho Tanzania Christopher Mwaya amesema serikali imejiwekea malengo ya kuvuna tani milioni 100 kwa mwaka ambazo zitabanguliwa na kuuzwa hapa nchini ifikapo mwaka 2030, kuwa ni pamoja na kujipa jukumu la kuhamasisha ulaji wa korosho nchini ili tani hizo za korosho ziuzwe hapa nchini bila kutegemea soko la nje. Tumedhamiria kufikisha uzalishaji wa tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Bodi ya korosho inaamini kwamba ulaji wa korosho nchini ukihamasishwa kwa kiasi kikubwa, tutakuwa na uwezo wa kupata soko la uhakika la korosho karanga zetu. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Mkuranga Hadija Nasir Ali, katibu tawala wa wilaya ya Mkuranga Omar Mwanga, amewataka washiriki hao 54 kwenda kutumia vizuri elimu waliopata sambamba na kuwafundisha wakulima wenzao ili malengo ya serikali kupitia NMB Foundation yatimie na wengine wanufaike kwa fursa hiyo. Kile ambacho mmefundishwa tunatamani sana na nyinyi kwanza mkakifanya kwa vitendo, lakini tunatamani wale ambao hawajapata fursa hii kwa hii hatua ya kwanza nao wafaidike na ujuzi ambao nyinyi mmeupata. Msoma risala wa wahitimu Mwamwaja Mohamed ambaye ni afisa maendeleo kata ya Kipugire wilayani Kibiti ameiomba serikali iendelee kutoa ushirikiano wa vikundi vya kubangua korosho, kwani vingi uchumi wao bado ni mdogo. Ndugu mgeni rasmi, maoni yetu serikali kuendelea kukipa ushirikiano kikundi hiki cha Korosho Group ambacho kimekuwa ni darasa mama kwa mkoa wa Pwani. Mwenyekiti wa kikundi cha Korosho Group Anifa Temba ameiomba serikali kutatua changamoto ya barabara inayotumika kufika kiwandani ili kuondoa usumbufu wa wakulima wanaopeleka korosho ajili ya kubanguliwa. Ndugu mgeni rasmi, tunaombi kwako sisi kama wana kikundi cha Korosho Group, barabara yetu tunayoitumia hasa wakati wa kuleta korosho wakati wa msimu ina changamoto, haifikiki vizuri, ambapo mara nyingi tunalazimika kushusha mzigo kule barabarani na kukodi usafiri mwingine. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.